Mafunzo haya, ndugu wanahabari na wananchi kwa ujumla, yataendeshwa na wanasheria wabobezi wa ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mada tofauti tofauti. Eneo la kwanza ni eneo hilo ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza kila siku katika kuimarisha uwezo wetu katika uandishi, uingiwaji na majadiliano ya mikataba mbalimbali ya kimataifa au hata ile ambayo sio ya kimataifa. Sasa nini hasa misingi ya mikataba hii, na unahitaji kuwa na ujuzi gani maalum katika kuendesha majadiliano kwenye meza ya majadiliano? Nini ni miiko katika meza ya majadiliano? Vitu gani unaweza kufanya, vitu gani unaweza usifanye? Vitu gani vya kuzingatia? Vitu gani uvitarajie unapokuwa kwenye meza ya majadiliano? Kwa sababu majadiliano ni pande mbili, kwa hiyo kila upande unataka uvutie kwake. Kwa hiyo umahiri huo kuuboresha, na sisi kama wanasheria tukajikumbusha na kujifundisha tukawa wabobezi, utapelekea uwezo wetu katika meza ya majadiliano uende kuimarika zaidi. Na kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais anazidi kuifungua nchi. Wigo wa uwekezaji unazidi kupanuka. Maana yake ni kwamba mikataba itaendelea kuwa mingi na yenye mambo mengi ambayo sisi kama wanasheria ni lazima tuhakikishe kwamba tunanyumbulika na kasi hiyo. Na wote tunafahamu dira ya mwaka 2050 ilizinduliwa, pamoja na mambo mengi mle yanayozungumzwa kwenye dira. Ni lazima sisi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tuboreshe umahiri wetu katika maeneo mbalimbali, yakiwemo maeneo ya mikataba. Lakini kule Arusha tunataka pia vile vile tuzungumze usuluhishi wa migogoro ya kibiashara, sababu haya mambo mnapoingia mikataba hii, wakati mwingine mnaingia kwenye migogoro. Sasa mnapoingia kwenye migogoro, ni namna gani uwe mahiri katika kuhakikisha kwamba zile kanuni na misingi ya usuluhishi tunaifahamu vizuri, na hivyo kuhakikisha kwamba tunapokwenda kwenye migogoro tunakuwa mahiri pia vile vile katika kujisimamia na kuhakikisha kwamba kesi hizo katika usuluhishi wa migogoro tunafanya vizuri. Hilo ni jambo ambalo au ni mada ambayo itawasilishwa mahususi katika eneo hilo. Lakini pia Arusha tunataka tuzungumze swala zima la uandishi wa sheria, kwa sababu uandishi wa sheria ni taaluma na kuna namna na misingi na kanuni na utaalamu wa kuandika hizo sheria. Kwa tutajikumbusha na kupitia eneo hilo, lakini na mchakato mzima wa kutunga sheria, the law making process, kwa maana ile legislative drafting inavyoanzia katika ngazi mbalimbali mpaka inapokuja kuwa sheria, inapopita pale bungeni inakuwa imeanzia mahali. Kwa hiyo mada itajadiliwa kwa kina na wawezeshaji hao mahiri niliowazungumza. Lakini pia tunataka tuangalie hivi jukumu la wakili au mwanasheria katika kuvaa uzalendo, lakini na kulinda maslahi ya taifa pamoja na usalama wa taifa ni nini. Kwa sababu usipovifahamu hivyo, unaweza ukajikuta unaingia kwenye matendo pengine kwa namna moja au nyingine yanahatarisha usalama wa taifa, au kwa namna moja au nyingine yanaenda kuleta athari katika maslahi ya taifa letu, aidha kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na kadhalika. Lakini pia vile vile yanaweza kuwa na athari katika mtazamo mzima tu wa jambo lenyewe ambalo unalolishughulikia na kulifanya taifa lako liwe katika wakati mgumu ukilinganisha na mataifa mengine. Kwa hiyo uzalendo ni jambo la muhimu sana kwetu sisi kama wanasheria kulizingatia, na tutaka kukumbushana kule Arusha eneo hilo la uzalendo, pamoja na kuangalia maslahi ya taifa, lakini na misingi ile ya national
national security, kwa maana ya usalama. Lakini mbali na hayo pia tutaangalia maeneo mengine mbalimbali. Kwa mfano eneo la sina Kiswahili vizuri, foreign exchange, na maeneo mahsusi yanayohusu foreign exchange na principles na legal aspects katika eneo hilo, ili tuweze kulielewa vizuri kama wanasheria, mambo ya dhamana ya hati fungani na vitu kama hivyo, na vyenyewe lazima tunataka tuvifahamu kwa kina vizuri, ili viweze kutusaidia kwamba unakuwa mwanasheria ambaye katika financial market, yani hilo soko la fedha au soko la hisa au soko la mitaji, unakuwa vizuri.